Bwana Yesu apewe sifa. Ninakusalimu kupitia jina lake Yesu Kristo lenye nguvu na uweza. Mungu wa neema ametupatia nafasi nyingine kubwa kabisa ya kuendelea kushuhudia utukufu wake kila iitwapo leo. Atukuzwe Mungu ambaye amenifanya mimi kuwa hai, atukuzwe Mungu aliyekuweka wewe kuwa hai. Lakini liko neno natamani kusema na wewe siku hii ya leo. Leo ni Jumamosi tarehe 6 ya mwezi wa 12 mwaka 2025. Tumebakiwa na siku chache kabisa kuweza kuaga mwaka 2025 kuelekea mwaka 2026. Lakini kwa neema ya Mungu ilivyo kubwa sana, Mungu amenipa neema nisogee mbele zako nikuhubirie kidogo kwa dakika chache. Kitabu cha Ayubu sura ya 14 mstari wa 7, wa 8 na wa 9. Maandiko yanasema, kwani yako matumaini kwa mti uliokatwa, ijapokuwa mizizi yake inachakaa mchangani na shina lake linaelekea kufa, lakini kwa harufu ya maji mti ule utachipuka tena na machipukizi yake hayatakoma. Ina maana gani? Saa nyingine umedharauliwa au umedharaulika, au saa nyingine uliweka mipango yako mwezi wa kwanza hadi huu tuko mwezi wa 12, mipango yako haijatimia. Mungu yule aliyetokea katika bustani ya Eden majira ya jioni kwa Adam, ndio yule yule Mungu atakutokea wewe katika mwaka 2025 majira ya jioni. Maana yake ni nini? Jioni ni mwezi wa 12, tunaelekea kuaga mwaka 2025, tunaenda mwaka 2026. Leo tarehe 6, Mungu amenipa neema nije kwako nikwambie usikate tamaa, usirudi nyuma. Mungu anakupenda, anakuwazia mawazo yaliyo mema. Wacha niombe na wewe kwa ufupi. Mungu wa neema, ninakutukuza kwa ajili ya msikilizaji na mtazamaji huyu ananifuatilia wakati huu. Saa nyingine amekuwa ni mti ambao umekatwa, lakini kwa harufu ya maji, yaani neno la Bwana linalokwenda kwenye maisha yake sahihi linaenda kumuinua. Maana imeandikwa, wewe Mungu unatuwazia mawazo yaliyo mema, kutupatia tumaini siku za mwisho. Hivyo kwa utukufu wa Mungu ninaamini mtu huyu atasimama tena na atafanikiwa tena, maana liko tumaini kwa mti uliokatwa. Kwa harufu ya maji utachipuka tena. Mungu anakupenda, Mungu anakuwazia mema. Walikukata na kukudharau, chipuka tena kwa neno la Bwana. Amen. Rafiki yako Pastor Tito. Goodbye.